Leo tumezungumza na makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, namzungumzia John Heche. Tukamuuliza kuhusiana na namna ambavyo wamekuwa wanaisimamia hasa kampeni yao ya no reform no election. Na ukiangalia sasa hivi kumekuwa kuna baadhi ya makundi ambayo yamejigawa katika chama hiko ambacho wanajiita G55. Ni moja kati ya kundi ambalo limekuja kuleta upinzani wakikinzana na ile kauli ya no reform no election. Sasa tulimuuliza ni kwa nini hasa ambacho kimewafanya wao waje na hii kampeni ya no reform no election, ingawa kwenye chama chao kuna baadhi ya watu ambao wamekuja na mpango wa kuipinga hiyo kauli, na wakasema kwamba wako tayari kushiriki uchaguzi ambao unaenda kufanyika mwezi huu wa 10. Na alikuwa na haya ya kusema, na akaja akagusia kuhusiana na uchaguzi wa mwaka 2015 kuanzia pale kwamba ndio kumekuwa kuna mambo mengi ambayo yamekuwa yanajitokeza ambayo sio mambo mazuri ambayo yamewafanya wao kuja na hii kauli ya no reform no election. Tumsikilize Zewei ambavyo alikuwa anasema kuhusiana na hiki ambacho tumemuuliza. Nataka nikuhakikishie at least tangu mwaka 2015 baada ya uchaguzi wa mwaka 2015 chaguzi zote zilizofanyika, unajua kilichofanyika mwaka 2019, mimi kwenye kijiji chetu kuna mwalimu alikuwa na degree 2 aliondolewa kwamba hajui kusoma na kuandika, na waliondolewa maelfu ya wagombea wetu 2019. Katika uchaguzi ule tulioshinda, tumeshinda kwa vita na watu walikufa. Mwita Boke Waitei aliuawa katika chaguzi. Hatuwezi kuwa na nchi ambayo watu wanakufa kwa sababu ya uchaguzi. Chadema tumeonesha kwa vitendo kwamba uchaguzi unaweza ukafanyika kwa amani na hata nzi asichubuke na watu wakatangazwa ushindi. Umeona uchaguzi wetu ulivyokuwa pale Mlimani City. Tunataka uchaguzi wa aina hiyo. Ukisema mimi nilishinda mwaka 2015, sikushinda, tumeshinda kwa vita. Sasa at least tangu 2015 hawa watu wamejifunza kwamba hawaibi tu uchaguzi. Huko nyuma sisi walikuwa wanaiba uchaguzi. Sasa wanaiba mchakato. Mchakato unaibiwa. Wakurugenzi wale wanaitwa watendaji wa kata wanakata wagombea wetu 70%. Wale waliopenya bila kukatwa wakiingia kwenye sanduku la kura wanaletewa vizingiti, kampeni zitazuiliwa, watafanywa hivi, na wakifika siku ya uchaguzi mawakala wanazuiliwa. Hebu fikiria, wakala anaenda kulinda maslahi ya mgombea na chama chake. Hivi mkurugenzi anawezaje kusema huyu simtambui kama wakala wako? Madam mimi nimekutambua wakala wangu. Kwa nini mkurugenzi awe na power ya kusema huyu wakala aingie au asiingie kwenye kura? Kiapo cha siri. Unakula kiapo cha siri ya aina gani wakati unaingia kwenye kituo kusimamia kura? Na kura ni jambo la wazi.